Dalili mbalimbali ambazo hujidhihirisha katika maisha yetu huwa ni ishara ambazo hutuelezea ni kitu gani kilichotokea, kinachotokea ama kitakachotokea katika siku za mbeleni. Kupitia dalili mbalimbali unaweza ukajijua wewe ni nani, na je, duniani umekuja kufanya nini? Upo kwa ajili ya kufanikiwa ama kuwasindikiza watu wengine kwenye mafanikio? Katika video hii nitakwenda kukuambia dalili mbalimbali ambazo ukiziona kwenye maisha yako ujue wewe ni miongoni mwa binadamu waliokuja katika uso wa dunia kwa ajili ya kuwasindikiza binadamu wengine katika mafanikio. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hilo, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu. Jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni dalili mbalimbali ambazo ukiziona kwenye maisha yako ujue wewe ni miongoni mwa binadamu waliokuja kwa ajili ya kuwasindikiza watu wengine katika safari ya mafanikio. Namba 1, unaishi na hauna malengo yoyote ambayo umejiwekea. Wanadamu wenye kiu ya mafanikio wanaishi wakiwa na malengo ambayo wanapambana ili wayafikie siku moja. Asilimia kubwa ya binadamu ambao wamekuja duniani kwa ajili ya kuwasindikiza binadamu wengine kwenye safari ya mafanikio, hawa ni watu ambao wanaishi pasipokuwa na malengo yoyote ambayo wamejiwekea maishani mwao. Chochote ambacho wanakipata kinakuja kama bahati nasibu katika maisha yao na kinapotea hivyo hivyo, kwa sababu malengo ni moja kati ya njia bora za kutathmini maendeleo yako ya mafanikio kwenye maisha yako. Kama hauna malengo yoyote ambayo umejiwekea, hauwezi kujua kama umefanikiwa ama haujafanikiwa, kwani mafanikio huendana na lengo ambalo mtu amejiwekea. Ndipo hapo mtu anapoweza kujikadiria kwa kipindi fulani kuwa amefanikiwa kwa asilimia ngapi katika malengo yake. Watu wengi wanaoishi bila malengo huishia kumaliza umri wa maisha yao wanayotakiwa kuishi katika hii dunia bila kuwa na chochote, na hata uzee unapofika huwa ni uzee mbaya sana. Hawawezi kuwa na uzee mwema kwa sababu hakuna chochote ambacho alikifanya maishani mwao. Ninakushauri kama nawe ni miongoni mwa binadamu ambao wanaishi bila kuwa na malengo maishani mwao, badilika, kwa sababu bado unao muda wa kufanya mabadiliko. Jiwekee malengo, anza kupambana kufuatana na malengo ambayo umejiwekea katika maisha yako. Namba 2, unafanya vitu vinavyokupotezea muda huku ukijipa matumaini kuwa siku moja utatoboa. Laiti ungekuwa na uwezo wa kuzungumza na wazee wengi, wangekuambia miongoni mwa vitu ambavyo vinawapa majuto makubwa katika mioyo yao ni kuishi maisha ya kupoteza muda. Yaani wazee wengi wanajutia kupoteza muda katika kipindi cha ujana wao. Hebu jiulize, hayo ambayo unayafanya yatakuwa na manufaa gani katika uzee wako? Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Kadri unavyozidi kupoteza muda katika maisha yako, ndivyo unavyojiweka katika nafasi ya kuwa miongoni mwa vijana au binadamu waliokuja katika uso wa dunia kwa ajili ya kuwasindikiza binadamu wengine kwenye safari ya mafanikio. Na siku moja utaishia kusema, mtu fulani nilisoma naye, ama mtu fulani namjua, tena alikuwa mjinga tu, na shangaa amefanikiwaje. Jambo ambalo unatakiwa kulifanya kuanzia leo, chochote ambacho unakifanya maishani mwako, penda kukipima. Je, kitu hicho kina manufaa gani kwenye maisha yako? Ukibaini kina manufaa, kifanye. Lakini ukibaini ni kitu ambacho hakina manufaa yoyote kwenye maisha yako, basi usikifanye, kwa sababu huo nao ni upotevu wa muda. Namba 3, kuwa na matumizi makubwa kuliko kipato chako. Asilimia kubwa ya binadamu ambao huishia katika wimbi la umaskini, ukijaribu kuwauliza maisha yao yalikuwaje, miongoni mwa sababu ambazo watakuthibitishia ni kuwa walifanya matumizi makubwa kuliko kipato ambacho walikuwa wanakiingiza katika kipindi chote cha maisha yao. Na haya ni majuto ambayo wazee wengi pia wanaishi wakiwa nayo katika mioyo yao.
Kama nawe ni miongoni mwa binadamu ambao hawatamani kuwasindikiza binadamu wengine kwenye safari ya mafanikio, hakikisha unajitathmini. Wewe ni mtu ambaye unaingiza kipato kiasi gani katika siku? Kisha punguza matumizi yako. Hakikisha matumizi yako hayawi makubwa kuliko kipato ambacho unakiingiza katika siku. Endapo utafanikiwa kufanya hivyo, basi utakuwa miongoni mwa binadamu ambao siku moja utasimulia ushuhuda wa mafanikio. Utakuwa miongoni mwa binadamu wenye mafanikio katika siku za usoni. Lakini kama utakuwa miongoni mwa binadamu ambao matumizi yao ni makubwa kuliko kipato ambacho wanakiingiza, amini usiamini, siku moja utakuwa miongoni mwa binadamu ambao watakuwa wanatamka kauli hii: laiti ningejua, ningetumia pesa zangu vizuri na zilizobaki ningeweka akiba kwa ajili ya kufanikisha ndoto na malengo ambayo natamani yafike katika maisha yangu. Ninakushauri, ili usiweze kufikia huko, hakikisha unakuwa mtu ambaye unaweza kufanya bajeti inayotakiwa maishani mwako. Punguza matumizi, kisha anza kuchapa kazi kwa kujituma. Namba 4, kuishi maisha yasiyoendana na ndoto uliyokuwa nayo kwenye maisha yako. Miongoni mwa makosa makubwa ambayo asilimia kubwa ya binadamu huyafanya maishani mwao na kuwafanya wawe moja kati ya watu wanaowasindikiza watu wengine kwenye safari ya mafanikio ni kuishi maisha ambayo hayaendani na ndoto walizokuwa nazo. Jambo ambalo mimi na wewe lazima tukae chini na tukubaliane nalo ni kuwa kila mwanadamu mwenye ndoto anatakiwa kuishi maisha yanayoendana na ndoto zake. Kwa mfano, huwezi ukawa na ndoto ya kuja kuwa mtangazaji, alafu maisha ambayo unaishi yakawa ni yale ambayo mtu ambaye anatakiwa kuwa mwogeleaji ndiyo anayaishi. Kamwe hautaweza kutimiza ndoto zako. Utakuwa moja kati ya watu ambao wanawasindikiza watu wengine katika safari zao za mafanikio. Ni vema ukatumia muda huu kujitafakari. Je, mimi ni mwanadamu mwenye ndoto ipi? Maisha ambayo nayaishi yanaendana na ndoto ambazo ninazo kwenye maisha yangu? Kama hayaendani na ndoto ambazo unazo katika maisha yako, usijali, kwa sababu bado haujachelewa. Unaweza ukabadili gia na ukaanza kuishi maisha ambayo yanaendana na ndoto zako. Kwanza utaishi maisha ya furaha, kwa sababu furaha ya kweli imejikita katika utimilifu wa ndoto ambazo tunazo kwenye maisha yetu. Lakini pia utajikuta unafanya vitu kwa ufanisi wa hali ya juu, kwa sababu chochote ambacho kinaendana na ndoto yako utakifanya moyoni mwako ukiwa na furaha. Na unapofanya jambo huku moyoni mwako ukiwa na furaha, jambo hilo utalifanya katika utimilifu wa hali ya juu kuliko wanadamu wengine, na utakuwa miongoni mwa watu ambao wanakwenda kutimiza malengo yao. Namba 5, ikiwa wewe ni mwanadamu ambaye mipango yako huwa inaishia katika mawazo tu, kamwe huwa hauiweki katika utendaji kazi. Asilimia kubwa ya binadamu waliokuja katika uso wa dunia kwa ajili ya kuwasindikiza watu wengine kwenye safari ya mafanikio huwa wanakuwa na mipango mingi. Ukisikiliza mipango yao, unaweza ukaamini miaka kadhaa ijayo watakuwa miongoni mwa binadamu wenye mafanikio kuliko binadamu wengine. Lakini jambo la kustajabisha ni kuwa hao ni binadamu ambao mipango yao huwa inakuwa katika mawazo tu. Na ukiwa na mipango katika mawazo bila kuifanyia implementation, hakika na kuambia hakuna chochote kitakachoweza kubadilika kwenye maisha yako. Siku zote utabaki kuwa yule yule. Hakuna maendeleo yoyote ambayo unaweza kuyaleta kwenye maisha yako. Mimi ninakushauri, kama unatamani kuwa miongoni mwa binadamu wenye mafanikio katika hii dunia, hakikisha kile unachokiwaza kifanyie utafiti, kisha kiweke katika utendaji kazi. Usiishie kukiwaza, kukifanyia imagination na kisha kikaishia kwenye mawazo. Hakuna chochote ambacho utabaki nacho kwenye maisha yako, bali utakuwa mzungumzaji mzuri, utakuwa mtu mwenye maono mazuri, lakini kamwe hakuna chochote ambacho unaweza kukitengeneza katika ulimwengu wa damu na nyama. Ninayo mengi ya kuzungumza, lakini kwa sababu ya usalama wa MB zako, ninaomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema. Asante, bye. Tukutane katika video ijayo.